Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imeutaka upande wa serikali kukamilisha upelelezi wa kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu. Kesi hiyo ya uhaini imetajwa leo Mei 6 mwaka huu mbele ya hakimu mfawidhi Franco Kiswaga ambaye ameirisha kesi hiyo hadi Mei 19 mwaka huu, huku akiutaka upande wa serikali kukamilisha upelelezi. Awali, wakili wa serikali mwandamizi Tawabu Isa alieleza mahakama hiyo kwamba shauri limekuja kwa ajili ya kutajwa na upelelezi haujakamilika, lakini pia mshtakiwa Lissu amegoma kushiriki kesi hiyo kwa njia ya mtandao kutokea gereza la Ukonga. Kwa upande wake, Juma Mwaibako ambaye ni mkuu wa gereza la Ukonga amedai kuwa mtuhumiwa amekataa kusikiliza shauri hilo kwa njia ya mtandao. Madai ya kutokamilika kwa upelelezi yalipingwa vikali na jopo la mawakili wa utetezi wakiongozwa na Mpale Mpoki aliyesema kwamba haoni sababu ya upelelezi kutokamilika kwa muda mrefu, takriban siku 27, ambapo nje ya mahakama wakili Rugemeleza Nshala ambaye pia ni mwanasheria mkuu wa Chadema ameelezea kuhusu mwenendo wa shauri hilo na kusema wanataka kuona upelelezi ukikamilika kwa haraka. Lissu alifikishwa mahakamani hapo kwa mara ya kwanza Aprili 10 mwaka huu akikabiliwa na kesi 2 za jinai ikiwemo uhaini na kuchapisha taarifa za uongo ambayo alisomewa mbele ya mahakimu wawili tofauti. Hii ni ABT Media na mimi ni Irene Nziku. Leo tarehe 6 ya mwezi wa 5 mwaka 2025 katika mahakama ya hakimu mkazi ya Dar es Salaam inayokaa hapa Kisutu, shauri la kesi ya uchunguzi dhidi ya jamhuri dhidi ya Tundu Antipas Lissu limetajwa mbele ya hakimu mfawidhi Franco Kiswaga, ambapo itakiwa kwamba kesi iweze kuja kwa ajili ya kupata kwa ajili ya kutajwa. Kilitokeza tu ni kwamba mteja wetu Tundu Antipas Lissu yeye akutokea katika mahakama ile ya kule gerezani kwa sababu ambazo zilizoainisha wazi kwamba yeye anataka kesi isikilizwe kwa njia ya yeye kuletwa mahakamani moja kwa moja na kuwa katika mahakama ya wazi na sio katika mahakama ya mtandao. Upande wa mashtaka umesema kwamba uchunguzi wa shauri hili haujakamilika, na ukumbuke hii ni kesi ambayo ni ile ya uhaini. Sasa uchunguzi haujakamilika, mbali ya kwamba uchunguzi kesi nzima inaegemea katika maneno ambayo mteja wetu Tundu Antipas Lissu anadaiwa kuwa aliyasema mnamo tarehe 3 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Sasa upande wa utetezi tunasema kwamba madhari hoja nzima zilizoko hapa mahakamani zinahusiana na kwamba upelelezi haujakamilika, lakini inahusika maneno ambayo yameleta mashtaka ni yale ambayo maneno ambayo yalitamka ndio ambayo kwamba yalisababisha mashtaka hayo ya kesi ya uhaini. Upande wa utetezi tunasema kwamba tumemweleza hakimu kwamba kwa kuwa kesi nzima inahusiana na maneno yaliyotamkwa, hakuna cha kuchunguza cha zaidi. Ni kwamba upande wa mashtaka ulete vile vitabu vya mashtaka hayo ili uchunguzi wa awali ukamilike. Upande wa mashtaka wao wamesema kwamba hawalazimishwi na sheria kuleta, watakuwa tayari watapandisha, lakini mwisho wa siku hakimu Kiswaga ametoa amri kwamba siku tunapokuja tena tarehe 19 ya mwezi wa 5 2025 upande wa mashtaka ulete maelezo kamili kwamba upelelezi umefikia wapi na kesi haiwezi kuwa inaendelea kuwa inaahirishwa kwa hadi za kusema kwamba uchunguzi haujakamilika. Basi kwa hiyo kesi hii itakuja mnamo tarehe 19 ya mwezi wa 5 2025. Tunategemea kwamba upande wa mashtaka utaleta maelezo sahihi kwamba upelelezi umefikia wapi, ili kesi ambayo inamkabili mteja wetu iweze kuanza na sisi tuweze kuonyesha jinsi gani mteja wetu hana hatia, kwani tutaweza kujitetea na mwisho wa siku wa Tanzania na wao vile vile waweze kuamua
katika akili zao, lakini kubwa zaidi mahakama iweze kutoa hukumu inayostahili. Asante.